السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبعد. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutupa nafasi hii tena ya kukutana katika somo hili, somo letu la 4, somo la nuni sakin pamoja na tanwini. Kama tunavyoiona kwenye screen yetu hapa, hii ndo nuni yenye nukta moja na hii hapa ndo tanwini imewekwa kama alama, lakini tutaenda kuzijua tanwini zote kwa ujumla. Yani nikisema zote na kusudia tanwini ya fatha, ya kasra pamoja na dhamma. Kwa hiyo tuna mwongozo wa tajwidi kuzingatia mtindo na lengo la sauti. Kwa hiyo hili ndo somo letu na tunawakaribisha sana, na Mungu Mwenyezi Mungu azidi kuwapa afya, Mungu Mwenyezi Mungu azidi kuwapa moyo wa kujifunza dini yake, kujifunza kitabu chake ili tuweze kukisoma kwa ufasaha na usahihi, lakini wakati huo huo kushare elimu hizi tulizojifunza na wenzetu na vizazi vijavyo, pia na familia zetu. Allah tujalie wepesi katika hilo, amin ya rabbal alamin. Naam, kama tunavyoona hapa, hii ni nuni yenye sakna. Hiyo ndo nuni yenyewe yenye nukta moja, na hii hapa ndo sukun. Lakini ni vyema tukajua na kuelewa nini maana ya sukun. As-sukun imetokana na neno sakana, lenye maana ya utulivu, kutulizana. Lakini ukisikia sukun yenyewe inakuwa ni opposite na haraka. Haraka kwa Kiarabu ni fatha, kasra na dhamma. Na katika neno la Kiswahili pia tunalo harakati. Na hizi pia zinaitwa harakat kwa sababu zina hali ya kubadilika, aidha dhamma au kasra au fatha, kwa hizi zikaitwa harakat. Lakini sakna ikaitwa sukun kwa sababu herufi inakuwa haina fatha, kasra wala dhamma, yani imetulia. Kwa hiyo mfano wanasema this letter is silent, herufi hii imetulia, yani haina, mfano huwezi ukasema labda ni na, ni wala nu. Na hivyo hivyo tunajua as-sukun, mfano tunasema mimi naenda maskan. Na maskan pia ni neno, maskani ni neno la Kiarabu ambalo linaitwa maskan, linatamkwa maskan. Kwa Kiswahili maskani, yani lenye maana kwamba kwa Kiarabu kwamba naenda sehemu ya utulivu, naenda nyumbani. Kwa wakihesabu kwamba nyumbani ni sehemu mtu ambapo anarudi baada ya harakati zake za kimaisha za kila siku. Na hii ndo sababu iliyofanya sakna hii wakaita sukun. Kwa nuni sakina ni nuni yenye sakna, yenye alama hii. Kwa wakati mwingine inaandikwa kama hivi ya mviringo, lakini wakati mwingine inaandikwa kama parachuti. Wakati mwingine inaandikwa kama parachuti hivi. Kwa inaandikwa hivi wakati mwingine nini ile as-sukun. Okay. Kwa tunaona hapa anasema nuni sakna ni nini? Nuni sakna ni herufi ya nuni isiyokuwa na irabu, vokali, isiyokuwa na fatha, kasra na dhamma. Lakini sauti yake huthibiti katika kutamkwa na kuunganisha pia. Kwa wakati wa kuunganisha maneno inathibiti, lakini pia wakati wa kutamka inathibiti, tutakuja kuona. Lakini kwenye kuandika pia inabaki na kuthibiti wakati wa kuandikwa na kusimama pia, yani kusimama katika usomaji. Ila tukienda kwenye tanwini, tanwini ukisikia tanwini maana yake ni fathatani, na maana ya fathatani ni fatha mbili. Kwa ukiona fatha mbili au kasra mbili au dhamma mbili, hii ni fathatani, kasratani, dhammatani, maana yake ni fatha mbili, kasra mbili na dhamma mbili. Na ndo maana ya tanwini. Lakini tanwini ni kitu gani? Na kwa nini nuni sakna imehusishwa na tanwini? Ni kwa sababu nuni sakna iliyozidi inayopatikana mwisho wa nomino. Tanwini bana ni nuni yenye sakna, lakini ni wakati wa kutamkwa tu. Kwa hiyo ni hutamkwa wakati wa kuunganisha tu. Yani hii ni sehemu nyingine tutakuja kuiona baada ya muda kidogo, lakini tuelezee tu kwamba tanwini na nuni sakna ni kitu kimoja. Yani nuni yenye sakna wakati wa kuandika inadhihiri wakati wa kuandika na kutamka, lakini tanwini
ni nuni yenye sakna wakati wa kutamka peke yake. Hivyo muundo wake wa sauti hutamkwa wakati wa kuunganisha tu. Ninaposema wakati wa kuunganisha tunakusudia. Mfano mtu akasema kitabun, hapo kasimama. Sasa ikiwa mtu anasimama, inabidi ile tanwini itamke. Kwa hiyo atasoma vipi? Badala ya kusema kitabun, atasema kitab, kitab. Mfano qalamun, atasema qalam. Lakini mfano hiyo kitab anataka kuunganisha na neno linalofuata, inabidi hiyo tanwini sasa haitaje. Kuna mfano katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema kitabun anzalna, kitabun anzalna. Kwa sababu unaendelea hapo, inabidi uitamke hiyo tanwini. Lakini kwenye maandishi hutengamana na nomino, yani hutoweka wakati wa kuandika. Yani anakusudia nini? Hapa kidogo hajaweka wazi sana huyu AI wetu tuliyempa kazi yake hii ya kuandika, lakini anakusudia kwamba hii nuni tanwini ni nuni yenye sakna wakati wa kutamka peke yake, lakini si wakati wa kuandika. Kwa hiyo kuandikwa inaandikwa hivi kama unavyoona, lakini haiandikwi hivi, japo inasomeka kama nuni kitabun. Unaona, tukisema labda tukaandika hapa kitabun, na kuna dhamma hapa, kuna dhamma tani hapa, kitabun, yani maana yake ni kama vile umesema bun hivi. Tuseme hii ni nuni, hii ni be ina dhamma yake, alafu hii ina sakna. Kwa hiyo kitabun, unaona nuni yetu hapa imedhihiri, kitabun. Kwa hiyo tanwini ni nuni yenye sakna wakati wa kutamka peke yake, lakini si wakati wa kuandika. Kwenye kuandika hatuandiki ile nuni, bali tunaandika tanwini peke yake. Naam. Kwa mpaka hapo tushaelewa vizuri tofauti iliyopo kati ya nuni sakna na tanwini, lakini pia na mahusiano yake. Sasa hivi twende tukaendelee na somo linalofuatia. Na haya hapa kama tunavyoona yatakuja kuwa masomo yetu katika somo letu hili la nuni sakna na tanwini. Yani maana yake nuni sakna na tanwini katika Qur'ani inahusisha haya masomo haya tunayotaja hapa. Kwanza kuna idhhar, kudhihirisha, kuna iqlab, lakini pia kuna idgham, yani maana yake kumerge herufi kwenye herufi nyingine, kuingiza herufi kwenye herufi nyingine, na mwisho tuna ikhfa, yani kuficha sauti ya kati iliyofichwa. Maana yake ni kuficha sauti ya nuni pamoja na tanwini kama tutakavyokuja kubainisha. Kufikia hapa tushafikia mwisho wa somo letu. Tunashukuru sana kwa kushiriki nasi katika somo hili zuri la tajwidi. Tukutane tena katika somo lingine la idhhar. Moja kwa moja tutaanza na somo la idhhar. Usisahau kushare na wengine wapate faida. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.